Okay, msikilizaji, bila ya kupoteza wakati jamani, takuwa nazungumzia kuhusiana na madhara ya kutumia mate kama kilainishi. Kwa hivyo kwako wewe ambaye unanisikiliza, lakini pia ambaye unanitizama, acha kabisa kama ulikuwa una hulka, kama ulikuwa una tabia ya kutumia mate kama kilainishi wakati wa tendo la ndoa. Kwa nini? Kwa sababu kunayo madhara ambayo pasi na wewe kujua itakuwa unamsababishia mwanamke wako ama mke wako pindi utakapokuwa unatumia mate kama kilainishi. Kwanza kabisa, maambukizi ya fungus na bakteria, the UTI ama yeast infections, kwa sababu msikilizaji pamoja na mtazamaji, mdomo una mamilioni ya bakteria ambao ni salama lakini wakiwa mdomoni. Iwapo utatumia mate kwenye sehemu za siri, especially kwa mwanamke, basi unamsababishia mabadiliko ya pH yake kwenye uke. Na kukiwa na mabadiliko, mwisho wa siku kitu kimoja kina lead kwa chengine. Ataanzwa kupata na muwasho mwanamke kama huyo. Na pindi anapopatwa na muwasho, ule muwasho unatoa majimaji. Sawa Anawashwa kwa sababu mahali ukiwa na muwasho unajisikia ujikune, ujikwangure mpaka unaanza kutoa unafanya kama malenge fulani hivi. Sawa Alafu huko kuwashwa kuna lead to fungus. Na hizi fangasi itakuwa ni za mara kwa mara. Na ukiwa na fungus, mwisho wa siku unakuwa na uke ambao unatoa harufu mbaya. Kwa hivyo jitahadhari kabla ya hatari. Swala lingine ni maambukizi ya magonjwa ya zinaa, yani STIs. Mate, msikilizaji pamoja na mtazamaji, yanaweza kusambaza magonjwa kama herpes, yani vidonda vya mdomoni au sehemu za siri. Sawa Kinagono wako hapo ndani. Hata kama mpenzi wako haonyeshi dalili za magonjwa hayo, basi utakuwa katika hatari zaidi ya wewe kupatikana na maambukizi kama haya. Jambo jingine, mate huwa yanakauka haraka sana. So the moment umetumia mate kama kilainishi kwenye uke, baada ya hicho kilainishi cha mate yanakauka haraka, na mwisho wa siku inamsababishia yule mwanamke mchubuko. Sawa Kwa sababu wewe umetumia mate kama kilainishi na mate yamekauka. Kwa hivyo utakuwa unalazimisha uume wako kuingia kwenye uke pasi na kuwa na kilainishi, kwa sababu mate yanakaukaga haraka tofauti na vilainishi halisi. Kwa sababu uke kama ukiutayarisha vizuri, unaitikia na unakuwa una produce ute ama unatoa ute wa kujisimamia wenyewe, na ule ute unakusaidia wewe mwanamume katika penetration. So tofauti na vilainishi halisi, mate yanakauka haraka sana, na hii inamsababishia mwanamke pamoja na wewe msuguano mkali sana, ambao unaweza kuleta mchubuko midogo, yani micro tears. Sawa ambayo ni njia rahisi sana kupata maradhi yoyote ama magonjwa yoyote ya maambukizi. Na jambo jingine ambalo ni la mwisho nataka nizungumzie kuhusiana na mate ni harufu na ladha ambayo ni mbaya sana. Vyakula tunavyokula mimi na wewe na mabaki ya chakula mdomoni inaathiri afya pamoja na harufu kwenye mate. So inaweza kuharibu ile hali ya hewa na msisimko wa tendo. Tunaelewana Kwa hivyo acha, tafadhali acha. Na kwa nini utumie mate? Kuna wengine wanakwenda zaidi kutumia mafuta. Wakati mwanamke ukimtayarisha vizuri, anajiandaa, uke unajiandaa wenyewe, anapata utelezi
na inakuwa rahisi kwako kuendeleza raha kwenye tendo la ndoa.